mafunzo ya kukumbushana jukumu lao kama walipa kodi. Kwetu wao ni walipa kodi pia kwa mamlaka ya mapato. Kwa hiyo tunawakumbusha wajibu wao muhimu wa kusimamia eneo la kodi katika kuhakikisha wanatii sheria za kodi katika upande wa kukata kodi ya zuio, katika eneo la kuwasilisha ritani, kujisajili na kulipa kodi sahihi na kwa wakati. Kwa kuwa wao pia wanafanya kazi na walipa kodi wetu ambao hawako kwenye serikali, tuseme wafanya biashara wengineo, wanapeleka huduma mbalimbali, wanatoa huduma, wanauza bidhaa. Kwa hiyo sisi tumekuwa na jukumu la msingi la kukaa na walipa kodi wetu kutoka kwenye idara za serikali, kuwakumbusha wajibu wao wanapokuwa wanafanya biashara, wanafanya kazi zao, wakitumia hawa biashara ambao pia ni walipa kodi wetu, wanatimiza wajibu wa kulipa kodi sahihi na kwa wakati. Kwa hiyo katika kipindi tulichomaliza kukifanya asubuhi hii kilikuwa ni kukumbusha wajibu wao, haki, lakini pia na wajibu nini wanapaswa kufanya ili watimize wajibu wao. Tunaona maendeleo yanayotokea ni kwa sababu ya kodi zinazolipwa na wenyewe ni sehemu yake. Kwa hiyo ni muhimu kwao pia kutambua na kuheshimu sheria za kodi. Ni muhimu sana kuzingatia risiti za kielektroniki za kutolea risiti ambazo tunaziita EFD. Majitahidi kuhimiza matumizi sahihi ya mashine za kielektroniki za kutolea risiti pale wanapouziwa bidhaa au huduma. Wahakikishe basi risiti hizi zimetoka kwa sahihi na waweze kuhakikisha ile value for money inapatikana kutokana na manunuzi wanayofanya. Kuna umuhimu gani wa pengine sekta zinapokuwa zinafanya manunuzi kwa kudai risiti? Ni muhimu kwao kudai risiti hizi kwa sababu wana jukumu pia la kukata kodi ya zuio katika manunuzi hayo ambayo yanafanyika, lakini kuhakikisha kodi ya serikali inafika kwa wakati na kwa usahihi. Sasa labda kuna sheria au tunatakiwa tupate EFD, ni haki yetu. Kwa kutokuomba EFD na maana tunachangia upotezaji wa mapato, na tumeeleza umuhimu wa mapato kwa sababu ukiangalia jambo la udaiji wa EFD imekuwa na maendeleo makubwa sana. Kama katika nchi wametueleza vitu mbalimbali ambavyo vinafanyika, kuna uwekezaji mbalimbali unaofanyika, kuna barabara zinatengenezwa, mambo ya SGR hayo yanayofanyika, pia kuna kodi za wananchi unapodai, na maana kodi inakuja na inaenda kwenye sehemu za maendeleo. Kuna mambo ya ndege pia zimenunuliwa, zote vikiwa vimenunuliwa kwa gharama ya fedha za serikali, lakini hiyo kutokana na elimu ambayo ilikuwa ikitolewa. Kwa hiyo katika mafunzo ya leo yaliyotolewa yalikuwa kama yanakumbusha sisi kama tukiwa viongozi kwenye maeneo tunayotoa huduma, ni jinsi gani wateja wetu wanapokuja tuweze kuwapa umuhimu na wao wa kufuata kwa compulsory. Maana hivi vitu vingine sio vya kukwepa, yani ni wajibu, kwa sababu usipopata mwelekeo huu wa TRA, ina maana na TRA wako peke yao, hata sisi wananchi, kila mtu kwenye eneo lake bado. Kwanza sisi wenyewe pia kama watumishi pia tunalipa pay as you earn, pia ni sehemu pia maendeleo. Kwa hiyo swala la kodi ni la kijumla, ni la wananchi wote. Haijachagua kwamba kuna huyu ambaye anatakiwa samehewe, huyu asamehewe. Kwa hiyo maendeleo yatajengwa na wananchi wote kwa ujumla. Kwenye mafunzo haya mtapata uelewa mambo mengi, kama jinsi yani hizi kodi zinavyokatwa, kwa sababu mimi huwa sihusiki sana, ila sasa hivi ninapata huo ufahamu. Kwa mfano hizi tunajifunza mambo ya withholding tax, kwamba ile wakilipa wakandarasi wanakatwa kiasi gani. Hayo nao nimeona kwangu ni jambo la muhimu, kwa sababu nilikuwa sina ufahamu vizuri. Binafsi mimi kuna kitu nimenipata, kwa sababu hapo kwenye mafunzo wengi ni wahasibu, ila mimi ni mwanasheria. Kwa kuna vitu vingine nilikuwa sina uelewa navyo. Kwa hiyo hivyo vitu vimenisaidia katika uelewa, na hata kama kutokea changamoto yoyote hapo ofisini kuhusu mambo yao ya kodi, nitakuwa na uelewa zaidi kutokana na mafunzo ambayo ninayapata leo.